Kwa jina naitwa Dr. Isige Alphonse Mutajwaha, kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara. Kipekee natumia fursa hii kumshukuru Mungu kwa mwaka huu wa 2025 ambao tunaenda kufikia mwisho mwaka. Sisi kama hospitali tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kupiga hatua sana katika mwaka huu katika maeneo mbalimbali ya utoaji huduma. Kwa mwaka huu ambao unaenda kuishia, tuliweza kuanzisha huduma mpya kabisa ya usafishaji damu au dialysis. Hii ni huduma mpya kabisa katika hospitali yetu, na kupitia huduma hii tumeweza kusaidia wananchi wengi sana katika mkoa wetu. Kuna baadhi walihama au walikuwa nje ya mkoa kwa sababu hizo huduma zilikuwa ziko mbali katika mikoa jirani, lakini tumeweza kuanzisha hizo huduma na sasa ina kama miezi 7 na takriban tuna wagonjwa karibia 26 mpaka 30 ambao tunawahudumia kila wiki katika hospitali yetu. Pia tumeweza kuanzisha huduma ya endoscopy au ya upimaji wa njia ya mfumo wa chakula. Hii ni huduma mpya katika hospitali yetu, na hii pia imetusaidia kutoa huduma ambazo huko siku za nyuma tulikuwa tunatoa rufaa pia kwenda katika mikoa ya jirani. Kwa hiyo imeweza kupunguza adha na usumbufu kwa wananchi wetu, na hii ni huduma ambayo tumeanza mwaka huu. Lakini pia mwaka huu pia tumeweza kuongeza nguvu katika eneo la upasuaji katika mifupa. Tulikuwa kidogo tunatoa rufaa nyingi katika ile eneo, lakini tumeweza kuboresha na kupitia madaktari wetu ambao tulifanya ushirikiano pia na hospitali ya kanda ya Mbeya, tumeweza kuanzisha kufanya operation za mifupa, na tunafanya operation nyingi kwa sasa za mifupa, na tumeweza kupunguza rufaa kwa wagonjwa wetu. Lakini pia tunamshukuru Mungu pia katika mwaka huu tumeweza kuanza kutumia majengo ya EMD, kwa maana jengo la wagonjwa wa dharura na pia na jengo la wagonjwa mahututi ICU. Haya ni majengo mapya kabisa ambayo tumeanza kutoa huduma katika majengo mwezi huu wa 12 na kuweza kuboresha huduma na kutoka kwenye maeneo finyu ambayo tulikuwa tunatumia hapo awali. Na kipekee tunapenda pia kutoa pongezi pia kwa watumishi wetu wa hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara ambao pia wamekuwa sehemu kubwa ya mafanikio au ya utoaji huduma au uboreshaji wa hii huduma. Wamekuwa bega kwa bega wakitumika kwa mioyo ya dhati kabisa na kujitolea kwa ajili ya kutoa huduma hii kwa wananchi. Lakini pia tunawashukuru pia viongozi wetu wa ngazi ya mkoa, kwa maana mkuu wa mkoa na katibu tawala ambao wamekuwa bega kwa bega kuhakikisha kama taasisi wanatusimamia, lakini kutupa ushirikiano na kuhakikisha kwamba tunakizi vigezo au tunakizi matarajio ya wananchi wa mkoa wa Manyara na maeneo ya jirani. Lakini pia Wizara ya Afya ambao wamekuwa wasimamizi wetu, kipekee waziri wa afya na katibu mkuu na watendaji wote wa wizara ambao wamekuwa kusimamia siku kwa siku kuhakikisha kwamba kama taasisi tunapiga hatua katika ukuaji na kukizi yale malengo ambayo yamekusudiwa katika eneo hili la afya. Lakini pia kipekee tunamshukuru Mheshimiwa Rais pia ambaye amekuwa akitusimamia moja kwa moja, lakini pia kuhakikisha kuna uwezeshaji mkubwa kwenye eneo la sekta ya afya na kipekee pia kwenye hospitali yetu. Mfano kama kwa mwaka huu nimezungumzia tumeweza kuhamia kwenye majengo ya EMD na ICU, ni kwa sababu pia tulipata kiasi cha fedha cha shilingi bilioni 1 ambayo imetumika kuhakikisha tunamalizia haya majengo. Lakini pia kuna ujenzi au maliziaji unaendelea katika jengo la damu salama na njia pia kupitisha wagonjwa au inaitwa walkway. Kwa tunashukuru kwa hilo. Lakini pia hata ile eneo la dialysis nililosema kuna uwezeshaji mkubwa umefanyika kupitia shirika la MSD, ambalo kupitia huko tuliweza kuwezeshwa kupata hizi mashine za usafishaji damu, yani dialysis. Kwa tunashukuru kwa hilo. Lakini pia mwisho ninawashukuru wananchi wa mkoa wa Manyara na maeneo jirani kwa kutuamini kwa mwaka huu wa 2025. Kwa wale ambao waliona waje wapate huduma kwetu, tunawashukuru kwa kutuamini, na kipekee tunawaahidi kwa mwaka unaokuja 2025 tumejipanga katika kuhakikisha kwamba tutatoa huduma ambayo itakizi matarajio yao. Tutaboresha yale maeneo ambayo
kuyaweka katika utoaji huduma, tufikie katika matarajio ambayo wanatamani na kwenda mbali zaidi. Lakini pia kuna huduma mpya ambazo tunatarajia kuzianzisha. Kwa mwaka ujao tunatarajia kwamba tutakuwa na karakana ya miwani kwenye kitengo cha macho, na tutaanza sasa kuzalisha miwani sisi wenyewe badala ya kuagiza. Kwa hiyo huduma tunatarajia kwa mwaka ujao itakuwepo hapa hospitalini kwetu. Lakini pia kwenye eneo la damu salama tumejipanga kuhakikisha kwamba yale mazao ya damu tutayakamilisha yote yawepo. Kuna kipengele cha mazao ya damu kinaitwa platelets, au Kiswahili tunaweza kusema chembe sahani. Hao ni muhimu sana, hasa kwa wale ambao wanapata changamoto, hasa mama wajawazito ambao wametoka na damu nyingi. Wakati mwingine unahitaji haya mazalia ya damu ya aina hii ya platelets kwa ajili ya kusaidia matibabu na kuokoa maisha. Kwa hiyo tumejipanga kwa mwaka ujao kuhakikisha tunapata mashine ya kuweza kutengeneza haya mazalia ya damu kwa ajili ya kuweza kusaidia wamama wanaokutana na changamoto, lakini na wagonjwa wengine watakaokutana na changamoto. Kwa hiyo ni maeneo makubwa mawili ambayo tumejipanga kuhakikisha tutayashughulikia kwa mwaka ujao. Mwisho kabisa nipende kuwatakia Watanzania wenzangu au wananchi wenzangu kumaliza mwaka salama. Na katika hiyo kumaliza mwaka salama ni kujitahidi kwa wale tunaotumia vyombo vya usafiri kuendesha kwa umakini, lakini kuepuka kutumia vilevi au vitu hatarishi ambavyo vinaweza kufanya akili yako au fahamu wako muda huo usiwe katika utimamu. Na hata wale wanaosherehekea basi kuwa makini ili kuweza kuepuka madhara, ambapo wakati mwingine tumezoea kuona ajali zinatokea katika vipindi hivi ambavyo vinaweza kugharimu maisha ya Watanzania wenzetu. Kwa hiyo tuongeze umakini katika kipindi hicho. Na baada ya hayo nipende kusema kwamba nawatakia heri ya mwaka mpya mwema. Mungu atutangulie tuingie mwaka salama na tufurahie mwaka kwa kipindi chote cha mwaka ujao.